Sisi hatutaki Arusha iwe ni ya watu wasiokuwa wastaarabu, kwa sababu uwezo wa kuwa wasafi tunao, lakini uwezo wa kuwa na mazingira bora tunao. Na ndio maana nawapongeza TANROADS. Kama mnakumbuka, tulianzisha kampeni ya upandaji wa miti. TANROADS ndio tuwapa jukumu la kwanza la kwamba miti hii ya kutoka kule Tengeru moja kwa moja kwenda mpaka Sakina, hii barabara yetu hapa katikati hapa angalau iwe. Kwa hiyo nimepita kukagua namna ya miti tulivyoipanda inavyoendelea, lakini uwekaji wa hizi kingo kupunguza watu kupita katikati. Hizi gharama zote tunaingia kwa sababu tu moja, kuna mtu kimwambia usipite hapo anapita. Lakini vinginevyo tusingeingia gharama hii, gharama ya kuweka kingo, tungeendelea kupanda nini? Miti. Lakini kwa sababu watu hatutaki kuwa wastaarabu, inabidi tutengeneze utaratibu wa kuwalazimisha watu kuwa wastaarabu. Kwa hiyo nawapongeza TANROADS kwa kazi nzuri inayoendelea ya kuhakikisha kwamba tunaweka kingo, tunapanda nyasi nzuri na miti yetu tunailinda. Ni ndoto yangu baada ya miaka 5-10 ijayo, katikati ya barabara yetu hii ya kutoka Tengeru kwenda mpaka Sakina, na magari yanaonekana kama yanapita chini, lakini miti yetu ikiwa ni mizuri inapendezesha jiji letu la Arusha na mkoa wetu. Rai yangu kwa wananchi wa mkoa wa Arusha, wakati tunaelekea kumalizia msimu wa mvua, kila mtu ajitahidi kupanda mti. Swala la mazingira sio swala la Rais Samia. Swala la mazingira sio swala la kiongozi au mkuu wa wilaya au la mkuu wa mkoa, ni la wananchi wote wa mkoa wa Arusha. Tunataka Arusha ya kijani. Tunataka hali ya hewa nzuri kwenye nyakati zote, iwe ni masika, iwe ni kiangazi. Mtu akija Arusha akutane na hali ya hewa nzuri. Na juzi alikuja Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu ndugu yetu Doto na akakabidhi zawadi kwenye mitaa iliyoshinda na kwa mabalozi walioongoza kuhamasisha usafi na upandaji wa miti kwenye mitaa yao. Mashindano hayo yanaendelea. Kila baada ya miezi mitatu tutakuwa tunapima mitaa iliyofanya vizuri. Lakini wa kufanya vizuri ni wananchi. Viongozi hao jukumu lao ni kuhamasisha tu. Leo hii hali ya hewa nzuri na hii miti yote tunayoiona haya ni matokeo ya wazee wetu waliopanda nini? Kwa naombeni hata nyinyi ndugu zangu wa bodaboda, mamalishe, babalishe, wamachinga, wanafunzi, tupande miti. Na tena miti yenyewe unachagua mwenyewe mtu unaotaka kufanya nini? Kupanda. Na Arusha tunataka tupande miti mingi zaidi ili tuendelee kutunza hali ya hewa yetu nzuri. Ombi langu kwa wakuu wa wilaya zote, wahakikisha kwamba shule zote za sekondari na shule za msingi, barabara zinazokwenda kwenye zile shule zimilikiwe na shule zenyewe kwa kupanda miti. Yaani kama nyinyi, iwe ni Kijenge, iwe ni Sanawali, iwe ni Longido, iwe ni wapi, ili mradi barabara inaelekea kwenye eneo la shule, hata kama ni urefu wa kilomita 1, basi ipandwe miti. Na ile miti tunzo na ile shule. Na wanafunzi hawa wakiona huo utamaduni watafurahi, nao hata wakifika kwenye umri wa uzee anapita anasema ule ni mti wangu niliupanda. Tukijenga sisi wenyewe utamaduni huo, tutalisisha vizazi vyetu na watoto wetu kuwa na mkoa wetu ulio mzuri na bora zaidi. Na wao watajivunia wazee wao ambao watakuwa ni sisi wazazi wao.